Tuna Wakristo wengi sana ambao wanasali kwa bidii lakini sio kwa maarifa. Na kuhakikishia, unaweza ukajikuta unasali kwa bidii sana, lakini kama hausali kwa maarifa, hautapata hicho unachokiomba. Na hiyo ndo changamoto ya Wakatoliki wengi. Tunakalili sana sala, lakini hatusali hizo sala. Kwa hiyo unaweza ukakuta unaisali sala Baba Yetu yote kwa sababu umeikalili, lakini kuitafakari pia. Umeikalili sala ya Salamu Maria yote, lakini kutafakari kile kilichoandikwa ndani yake. Kusali sala ya Tukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kuitafakari kwamba utukuzwe kama mwanzo ulivyotukuzwa, na sasa na siku zote na milele. Amina. Ndio maana tunakutana na watu tatizo lao ni lile lile, miaka nenda rudi, na wanasali hilo hilo. Ni kwa nini hawajajua kusali kwa maarifa juu ya hilo tatizo linalowakabili? Wewe naweza nikakukuta umesali masaa 12 mfululizo, haujapumzika. Umesali kwa bidii masaa 12, hujapumzika. Mimi nikaja nikapiga lisaa langu hilo kwa maarifa, nikatoboa. Najua nakanyaga wapi, natokea wapi. Lakini naweza nikakuta wewe umesali masaa 12 ukiunazunguka pale pale, ukiunazunguka pale pale, ukiunazunguka pale pale. Mimi nakuja kwa namna yangu, nasali kwa maarifa. Ndio maana huwa kuna nosheni nyingi sana. Anayesali kwa sauti anamhukumu anayesali kimya kimya, na anayesali kimya kimya anamhukumu anayesali. Issue ni kwamba kwenye huo kimya kimya wako unasali nini? Unaweza ukasali kimya na usitoboe. Issue ni kwamba kwenye hiyo sauti yako unayotoa unasali nini? Unaweza ukasali sana kila mtu akasikia kule anakopita kule, lakini hakuna unakokanyaga.